Hiyo elimu kitu kikubwa sana, na ndiyo tunayoitafuta. Lakini wanatuambia eti Mwingereza ndiye atakayetupa elimu hiyo. Sasa ngoja niwaulizeni, na watu wenye magazeti, na waulizeni sasa jambo kubwa, eti Mwingereza ndiye atakayetupa elimu ile ya kutuwezesha kuitawala nchi yetu. Sasa ngoja niwaulizeni wote mko, sijui watu wangapi, kisieni nyinyi wenyewe umati wa watu ulioko. Na waombeni pole pole ndugu zangu, na waombeni pole pole. Waingereza wamekaa Tanganyika miaka 40. Wengi wetu hapa tumezaliwa chini ya Waingereza, na hawa wanaotawala hawa ni watu wengi wamezaliwa katika muda ule ule. Na waombeni ndugu zangu bila kuona haya hata kidogo, hata kidogo. Watu mlio katika umati huu msione haya hata kidogo. Mliosoma mpaka darasa la 10 nyosheni mikono. Kizungu, msione haya. Watu wote ambao mmesoma mpaka darasa la 10 katika umati huu nyosheni mikono. Msione haya, msione haya, nyosheni mikono. Watu waliosoma mpaka darasa la 10 kizungu wanyoshe mikono. Na watu wa magazeti, simameni mwahesabu nyinyi wenyewe. Watu waliosoma mpaka darasa la 10 kizungu nyosheni mikono. Kazi ya Mwingereza aliyofanya miaka 40, itazameni wote hapa. Itazameni kazi ya Mwingereza aliyofanya miaka 40 katika nchi. Nyosheni mikono jamaa wote. Kina mama nyinyi mmesoma mpaka darasa la 10. Nyosheni. Waone, na wala sisemi vile kama na watanieni. Nyosheni. Watu wa magazeti wako hapa, waione mikono ya umati wote huu iliyosomeshwa na Mwingereza katika muda wa miaka 40 mpaka darasa la 10. Mnaiona mikono yenyewe. Tunaweza kuhesabu watu hao wakifika 200 bahati. Wakifika 200 bahati. Kazi ya Mwingereza aliyofanya kwa umati wa Dar es Salaam, sio wa Umasai. Dar es Salaam ni watu wenye elimu kubwa sana. Miaka 40. Teremsheni mikono yenu. Teremsheni mikono. Nyosheni sasa mikono watu ambao mmesoma mpaka darasa la 12. Kazi ya Mwingereza miaka 40. Hebu nyosheni mikono mpaka darasa la 12. Nyosheni mikono. Wahesabu watu wa polisi, watu wa press, kila mtu awahesabu watu wale, achaje hesabu kama anavyoona. Teremsheni mikono yenu. Mko hapa watu, sijui kama mnapata 40 bahati. Kama mnapata 40 bahati yenu. Kazi aliyofanya Mwingereza kwa muda wa miaka 40. Na wanatuambia jamaa hawa, ngojeni kwanza mpaka Mwingereza wape elimu, alafu ndio mtaweza kujitawala. Wako wapi aliyowapa elimu katika muda wa miaka 40? Ngojeni kwanza, sijamaliza. Juzi hapa mwaka 1955 Mwafrika mmoja jina lake Dansan Omari, nimesoma naye mimi, alipata cheo cha udio. Mnajua walivyofanya? Mnajua serikali ilivyofanya? Ilimpiga picha katika magazeti. Wote tumuone, wote tumjue, tukasoma wote habari zake, ikatangaza katika redio. Mwafrika mmoja Tanganyika sasa amekuwa dio. Mimi ungenituma katika nchi ya watu niende niwafundishe watu mpaka wapate elimu kama yangu. Ikiwa baada ya miaka 40 nitampata mtu mmoja tu ambaye ana elimu kama yangu, ningeona